nini? Ikukosti mimi mwenyewe, wengine wanani WhatsApp hata kufungua WhatsApp zao sizifungui, naona mimi nimewaambia fanyeni, niko Kenya na nakujaga Tanzania na ndo nakokaa. Kwa hiyo mkitaka njoeni. Yani ningekuwa sijui ndo na kisasi, ningekuwa na waposti au watesi wa Wasafi asubuhi jioni. Mmeniona nahangaika nao. Wala niko mimi nimestick kwenye jambo langu na siogopi chochote. Yani siogopi chochote, sijui mtu anifanyie hivi, sijui siogopi, sasa hivi siogopi. Hivi mliona ile clip yao walivyokuwa wameungana? Walifikiri nitakaa mnyonge, akukaa mnyonge kama wana mapepo vile. Yani roho mbaya, sign ya roho mbaya. Sasa Diva na roho mbaya. Mbona amsemi wema wangu? Ni roho mbaya Diva. Wangesema kwanza kipindi kina mpaka saizi akieleweki. Kwa hiyo mimi sitaki waniongelee, sitaki waniongelee. Mbona sisi tulikuwa tunaongea mambo yetu tu humu. Sasa hivi kila nikiingia TikTok, sasa nimepost niko TikTok live, naomba watu wamejaa hapa hapo. Nikasema hapa nayasema. Mtu kama kanyamaza kakuheshimu mheshimu. Ukiona mpaka anaongea umemwanza wenyewe. Na siogopi kumwandama tu mtu bila kosa. Sikiliza, linapokuja swala la kumsifia mtu nitamsifia. Kwenye makosa nitasema sipendi, sitaki kunyenyekea mtu, nimechoka. Kweli. Inachosha jamani. Inachosha. Wewe Salim. Yani vipodozi. Ifike kipindi tuache kuogopana na watu wanao comment ujinga. Mimi siwaogopi kabisa. Mimi nikwambie kama unajiamini Diva, wewe nikwambie hamna tesha. Mimi wamenifuata umelipwa sijui nini. Mimi umelipwa mimi na hela kulipa mtu sasa hivi. Hela zote nimeweka dukani. Hela zote nimeweka dukani kwangu. Hivyo akaniambia tutaona. Mpaka anafanya kuniambia wanatufuata DM. Mimi ni mwenyewe nawachamba vile mjiamini. Nia yao walioaminisha watu Diva hapendwi na watu. Kwa hiyo wanashangaa huku TikTok, mbona kama watu wanamfuatilia? Kumbe mimi TikTok nilishatengeneza familia muda mrefu. Alafu kuna ile nyimbo Tanzania atakuchukia, Watanzania wengine mtu anakupenda, Kuna ile nyimbo nasema mengine alikuja kama mema mwisho kawa mbaya, lakini anakusudi. Kwa Mungu anakupandisha. Mimi nakwambia huko wakinichamba na wachamba, siwaogopi, mwenyewe mtoto hivyo. Mmoja aje ajaribu atakiona cha mtema kuni. Yani mtu kaka kabisa Diva. Wamaliza kuniongelea wafanye mambo yao huko. Wapandishe vipindi vyao, wasihangaike na mimi. Ni kwanza jamani wote mliopo hapa Diva anauza mafuta. Anauza rosheni, biashara Diva. Huku unaongea tangaza biashara. Mimi ndio maana nimemwambia Diva awape hayo mafuta ili wakija kuchamba. Unajua raha kuchamba uchambe huku sura inaonekana La kuchamba na rangi na rangi. Unaona mtu na akili zake, umewahi kuona mtu na akili zake anachamba. Umemwona sura yake akiwa ana makeup, kwanza ni inagoma kama tundu kama maisha yangu. Filter inagoma mageuko kibao. Diva anauza mafuta 60,000, 200,000. Jamani njoni mchukue mafuta hivyo mabombomu wenu ya usoni. Mabujebuje anaitwa mabujebuje. Unajua ukipika ugali kama hujachanganya vizuri. Jamani subirini tumsikilize mzee wa upako. Mamposa. Habari. Salama habari. Salama hiyo umemuti. Kwa sababu nakusikiliza baba. Mimi na Jabiri tunawasikiliza. Kwa kweli hao ni wanaume tu wakae kimya. Kaka yangu Jabir Hashir bin Mtandeni. Sheikh Jabir tafadhali. Atakuwa kasinzia wanaangalia vitu vyake. Atakuwa anaangalia vitu vyake afu hawezi kushare hizi ni ya kwetu sisi. Anaweza. Kaka yangu Jabir, hebu nitabirie maisha yangu hapo mwagika. Ukimaliza na Diva Sheikh naomba na mimi nitabirie. Na watu wengine kwenye comment huko, kwenye comments. Sheikh na mimi unitabirie Sheikh. Ukitoka niangalie mimi kipenzi ambao niko hapa, naitwa kipenzi changu hapa. Na mimi unitabirie maana mimi sitishiwa huko DM, nishaambiwa Diva, nishaambiwa usikanyage huku. Tutaona. Hebu nitabiria tu, hawezi kukufanya lolote. Mimi mbona natembea? Anifanya ni Diva mimi akili yangu. Si unajua mwanzo sijai kumiliki. Kabisa, tuende kazi Jabir. Naomba nitabirie maisha yangu kuanzia sasa hivi. Diva nitakapokupa bomu zote hapa. Yaani ukivuruga tu niambie nikupe bomu.
Sawa. He, Jabiri niambie. Tabirie kuanzia sasa hivi. Hapa niko na edit video hapa. Niambie. Tusikize shehe jamani. Kuanzia sasa hivi Diva ndo katakiwa na watu kibao huko wanaungana stress, kila mtu anamletea yeye. Utabiri wa hali ya hewa kwa miezi ijayo kuanzia leo ukoje? Unajua mimi nataka niseme kitu kimoja. Mimi bwana sifanyi kitu kwa ajili ya kujifurahisha au kumfurahisha mtu. Kabisa. Mara nyingi mimi napenda kuongea ukweli ambao wenyewe ukweli mara nyingi unajidhihirisha, sawa? Mimi nasema kitu kimoja. Unajua siku zote yani kulingana na nasaba zilizokuwepo. Ogope sana mtu ambaye mwenye nyota ya Simba. Ogope sana wewe. Mtu mwenye nyota ya Simba yukoje? Nyota ya Simba. Yupo kama wewe jinsi ulivyo hivi. Hivi nilivyo. Mara nyingi ni mtu mmoja ambaye mwenye kuchukiwa sana na watu. Ni mtu ambaye akifanya jambo lake dogo linakuwa kubwa sana. Unaelewa vizuri? Kabisa. Licha ya ukubwa lakini mtu mmoja ambaye mwenye kipawa. Kipaji, na ni mtu mmoja ambaye mwenye kufuatiliwa sana na watu, lakini ana kauli kuu. Kauli kuu inakuja vipi? Wewe ukiongea jambo dogo lakini linakuwa kubwa sana 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 sana. Sawa? Yeah. Kwa maana wewe popote unapokwenda, ukikaa na mtu, ukifanya kazi na mtu, yule mtu lazima atapata mafanikio. Unajua ukweli lazima useme. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kabisa. Dada wangu wewe sio kama nakusifia kwa kuwa labda tunafanya. Dadi Pemu mpigie kwanza makofi. Tunazungumza kwa kuwa tunafahamiana, no? Muona bwana, ongea ule ukweli halisi jinsi ulivyo. Sawa. Ni mtu mmoja ambaye Mwenyezi Mungu amekupa nyota ya uongozi. Amekupa nyota ya kipawa. Yaani una kauli na nitakuwa kiongozi muda si mrefu, alhamdulillah. Na hivi mimi nilikutabiria kwamba utakuwa tu kiongozi. Muda si mrefu ataniheshimu. Sawa. Kwa hiyo dada wangu, Mungu ana maajabu, atawashangaza. Haya ninayokuambia, mwanzo wa safari moja uanzisha nyingine. Hili nilikwambia hili jambo na achana nalo hili, lakini tambua kuna uadui unakuja kuvuka hapa. Jamani, aliniambia kutakuja vita. Mtablokiana huko kwenye Instagram, utapigwa wewe, utapigwa fitna wewe, utapigwa vita wewe, lakini utaibuka mshindi. Kwa nini? Kwa sababu Watanzania wataanza kuelewa taratibu. Wataelewa vipi? Wataunganisha matukio ya nyuma na kwa nini umeamua kufanya ulichofanya. Lakini haya maneno yangu nayazungumza hapa, naongea hapa, ndio kuna wengine watakuwa na rekodi hapa, kila mtu anataka kuwa shahidi. Dadangu, hii vita utaishinda. Sasa na kuna bomu linakuja. Wewe tukae. Kuna bomu linakuja. Kuna bomu linakuja. Wewe tukae tu. Bomu gani sasa? Wewe tulia, usiwe na haraka kujua sana. Wewe tulia.